jur'atu ba'd an-nas ala isdar al-fatawa ma'a jahlihim al-wadih, ni ule ushujaa wanaoonyesha baadhi ya watu juu ya kutoa fatwa pamoja na kutojua kwao kuliko wazi. Ichukue hiyo tanaqudh moja igonganishe na ya hii ya pili nyenzake, bainama la tarahum, wakati ambapo hawaoni hao baadhi ya watu wanaotumia ushujaa kutoa fatwa za kidini, huwaoni yatajarrauna, wanakuwa na ushujaa huo bil kalami, wa kuzungumza na kutoa maneno fil umuri tibbiya, katika mambo ya kitiba yanayohusu tiba, wal mi'mariya, na mambo yanayoimarisha ulimwengu, pengine kwenye nafasi ya kilimo anangojewa ima mtu mwenye fani ya kilimo, bwana shamba, bishamba, anasubiriwa wakati huyo mkulima shamba lake limemchanganya, anaona mazao yanazidi kunyauka, hajui ni mdudu gani ameyaingilia, anatumia gharama kumtafuta bwana shamba au bishamba ili aje kumtizamia shamba lake. Lakini huyo kwenye kijiwe unamkuta ndiye ameshatunisha msuli wake, anatoa fatwa za kidini kwamba haifai kufunga na nchi ya Saudia, inabidi tufunge katika kufuata mwandamo wa nchini mwetu. Anakuwa na ushujaa mkubwa sana kupinga mwezi wa kimataifa na kuusahihisha mwezi wa kitaifa, wakati hana elimu wala hata alifu hana, bali yuhayiluna dhalika, bali wanalipeleka hilo la mambo ya kitiba na ya kiutaalamu ila ahli al-ikhtisasi wal khibra, kwa watu wenyewe wanaohusika na tiba, wanaohusika na kilimo, wanaohusika na ufugaji, wanaohusika na biashara, wanaohusika na uinjinia na mambo mengine mfano wake. Wanatafutwa kila mtu na fani yake. Kuna sehemu moja nilienda juzi, ni takriban mwezi mmoja umepita, kwa bwana mmoja ameandaa mradi wake wa kufuga ng'ombe wa maziwa, lakini humo ndani amemleta mtaalamu kutoka nchi nyingine, ndiye dokta wa mifugo ile. Kwa nini amtafute daktari wa mifugo wa ng'ombe? Kwa sababu ndiye fani ameichukua. Uwezi kumuona anakwenda na muomba ustadhi, naomba jamii tafadhali uje niangalizie ng'ombe wangu, naona kama vile ana homa, haeleweki. Hawezi kwenda kwa ustadhi kumuita afanye kazi hiyo, kwa sababu anajua ustadhi ni mtu wa vitabu, qala Allah qala Rasul. Lakini ng'ombe akiugua tu anamfuata nani? Namfuata nani? Daktari wake, si ndio? Daktari wa nini? Wa mifugo. Huyo ndio Muislamu unayemkuta ameshatokwa na jasho, anasimamia hoja na fatwa ambayo ameitoa, ili wenzake wasikrash na wasiipinge. Hii ni tanaqud, mmoja katika tanaqudati nyingi ambazo zinaleta shida katika Uislamu. Kuna mtu mmoja tulikuwa katika mjadala wa kiilmu, lakini kila nilipokuwa nampa dalili za wanawachuoni wa al-asriya wa zama hizi, kina Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, kina nani,
zote nazikashi. Maadamu yeye ana jambo lake, ana shekhe wake, ana nani wake, anaona hawa wengine kuwaleta kwake ni kama takataka. Kwa hivyo hii inabidi tuiache. Watu wa fatwa tuwaachie na fatwa zao, kama tunavyokubali wataalamu wa tiba tukawaachia na utaalamu wao wakafanya kazi zao. Hii ni ya kwanza. Ya pili, at-taslimu al-kamil. At-taslimu al-kamil ni kujisalimisha kuliko kamili, yani mzima mzima, likalami tabibi, kwa maneno ya daktari, idha amarahu bishai'in, atakapomuamrisha daktari wake kitu fulani, au nahahu an shay'in, au akamzuia akamkataza na kitu fulani. Yani huyo ukijichanganya kwake eti unamshawishi atumie kitu ambacho daktari amemkataza, au umzuie asitumie kitu ambacho daktari kamuamrisha, mtagombana. Daktari wangu ameniambia kadha. Kwa maana anamweka mbele daktari wake. Naam, na ndivyo inatakikana, kwa sababu huyo tunampa nafasi yake, ndiyo fani yake. Akikwambia wewe mapigo yako ya moyo yalivyo sasa, ukiendelea kutumia chumvi utajiweka rehani, maisha yako hayaweka rehani. Mtu akitoka hapo ije itokee mke wake aweke chumvi kwenye chakula, kama si taraka basi ni kipigo tu. Wewe unataka uniue mimi? Umeshazoea kutumia chumvi kadha wa kadha. Mgomvi kweli. Njoo katika sehemu ya pili. Bainama ni wakati ambao tara dhalika rajul, unamuona huyo mtu aliyejisalimisha kwa daktari kwa kila moja 2 3 aliyomwambia, idha ukhbira bihukmin shar'i, mtu huyo akiambiwa hukumu fulani ya kisheria, kwamba kuna hukumu fulani ya kisheria ina hukumu hivi na hivi na hivi, yukhalifu hawahu, hukumu ina khalifu na kupingana na matamanio yake, akhadha fil mujadala fi sha'nihi, anaanza mabishano katika jambo lake, anaamsha zozo kubwa, mabishano makubwa, akitetea jambo lake hilo. Waqama biltimasi almaadhini lahu, kama biltimasi, anasimama kujishikamanisha. Iltimasi ni kujifungamanisha, almaadhini lahu, na zile nyudhuru ambazo anajipa yeye mwenyewe. Haya ndiyo tanaqulat. Kule kwa daktari amesalim amri, alichomwamrisha amekishika kweli, hawezi kumpinga. Alichomkataza amekishika kweli, hawezi kukiacha, hawezi kukifanya. Lakini njoo anaposomewa na ustadh au na sheikh hukumu ya jambo fulani, utamuona ni mwenye kubishana, kujadiliana, kuanzisha mzozo mkubwa, akipinga kwa sababu hilo linahalifu matamanio yake. Mifano ni mingi katika hili ambayo tunaweza tukaiweka mezani na muda usitoshi. Leo kuna mabwana wamoja
walikuwa wakizungumzia kuhusiana na ndoa ya binti mwenye mimba, kwamba ndoa hiyo ikoje ikifungishwa. Tukawasomea hukumu kwamba ndoa si tatizo kusihi, itasihi ikifungishwa na binti mwenye mimba. Tatizo ni kumwendea kwa kitendo cha nini? Cha ndoa. Ina maana wanaweza kufunga ndoa wasijamiane, ndoa ikasihi, lakini angalia mvutano wa Uislamu unavyoingia. Yaani watu hawako tayari kusalimu amri kwa hiyo sheria, lakini daktari akimwambia usitumie chumvi anaacha tena mara moja, usitumie sukari anaacha, usile nyama bila kufanya nini, kuichoma. Uwezi kufanya kosa mpaka ipite kwenye moto, lakini mwambie sheria hii